Ile siku ya tarehe 29 Oktoba tulikuwa nyumbani, maana tuliambiwa kwenda makazini siku ya uchaguzi mapumziko. Tulikuwa nyumbani mimi na familia yangu. Ilipofika mida ya saa 6, mume wangu alikuwa tuko sebuleni na watoto, mume anacheza na watoto. Baadaye nilikuwa naandaa chakula kwa ajili ya chakula cha mchana. Mume wangu akasema vurugu limepungua, kuja nitoka nje. Akatoka nje ya nyumba. Nikamwambia lakini naandaa chakula. Akaniambia sasa kikiva si niko tu hapa nje. Basi chakula kilivyoiva nampigia simu ili arudi. Simu napiga haipokelezeki tena. Yaani ndani ya nusu saa. Bila saa 6:30. Kapiga simu kama mara 8. Baadaye akapokea kijana mmoja ambao ni marafiki zake hapo kwenye kijiwe. Akaniambia shemeji, njoo bro, kapigwa risasi ya tumbo. Basi ile katika kutaharuki nikatoka nikaenda, nikamwambia yuko wapi? Au alienda kule barabarani Morogoro Road? Akaniambia hapana, tuko tu hapa mtaani hapa nje. Kwa hiyo nilivyoenda kufika pale akaniambia amepigwa risasi hapa, tumemsogeza hapa, tulikuwa tunampa huduma. Kwa hiyo nilipofika wamempa huduma ya kwanza, wamwekea pamba na plasta. Lakini nikakuta mume wangu hasensi, yani chochote, kalala tu chini. Wakaniambia lakini mwaisha hospitali huyu hajafa. Nikamwambia anapeleka na nini, na hali kumetulia hivi, hakuna bodaboda, hakuna gari, hakuna nini. Basi kila bodaboda tunayosimamisha isimami, bajaji wanasema tunapita wapi? Akatokea rafiki yake mmoja au marafiki zake, wakasema ngoja nichukue bodaboda tuangalie kama tutaweza kufika hospitali. Namshukuru yule kaka, japokuwa si familia, namshukuru. Akachukua bodaboda. Wakaniambia nakubeba wewe na bro na wewe tu. Kwa hiyo inabidi uweke katikati. Katika ile taharuki nilivyotoka nyumbani nilishinda kubeba hata mtandio. Kwa hiyo nilikuwa nimevaa tu dera. Sasa mume wangu ni mtu wa gym, kwa hiyo ni mnene. Kwa hiyo nilipomweka katikati siwezi kumhimili. Kwa hiyo ikanibidi chane dera mama. Hiyo naweza kumpeleka hospitali Mwananyamala. Tulipofika pale, wakati naandikisha, Kregona akaniambia basi, akaniambia nipewa ya matibabu ile ya kuandikisha kwa dirishani. Baadaye akaniambia acha. Akaja nesi akamnong'oneza. Mimi namwambia daktari, niambia basi kama Mungu yuko hai. Akaniambia hamna shida, nenda tu namba 2. Nikaenda namba 2 kule sikumkuta, akanipa kikadi ndo akampea daktari. Akaniambia, nikaambia mbona yupo? Akaniambia nenda namba 4. Nilivyoenda ndani mama akakufa. Nimefikisha alishafariki kwa sababu alikuwa amepiga risasi ya tumbo imefika kwenye maini, alimwagika damu nyingi sana. Basi Shumakati nikatu. Veronica, pole sana. Pole sana, Mwenyezi Mungu akutie nguvu tu. Kuna mtu pale nje, mmewapa alivyotoka nje, kuna mtu ambaye alikuwepo pale wakati anapigwa risasi? Hao marafiki zake bodaboda. Kwa sababu mimi nilipotoka nilikuwa nimetaharuki, na mimi alienda kule Morogoro Road, nilikuwa nasikia mabomu. Akasema hapana shemeji, usimlaumu bro, sasa tumesimama tu hapa. Imekuja defender ikaanza na inanua mbele, ikafyatua risasi ovyo. Kwa hiyo batimba ikampeta bro ya tumbo, usimlaumu, hapo Morogoro Road. Ndio hivyo tu. Unamfahamu huyu? Marafiki zake hapo kiaga hofu huwa akiwa anaenda kazini. Kuna kijiji cha bodaboda ndio anaendaga hapo, lakini
au vijana wao wananifahamu, lakini mimi siwafahamu kwa sababu mume wangu anapandia gari huko Popobayo, mimi napandia gari Mjapanda Kagera, ila wao wananifahamu. Ya utatusamehe katika mazingira haya tunakuuliza, lakini tungeweza kuwapata wakatusimulia hasa ilivyokuwa risasi ile ikampata marehemu mume wako, ingetusaidia sana. Niende niwaulize. Okay, basi hawa secretariat wataona kama unaweza kuwapa taarifa fulani ambazo zinaweza kutusaidia kuwafikia. Lakini pole sana, Mungu akutie nguvu tu. Dada Veronica, pole sana. Pole sana, ni kitu kikubwa, lakini tunaomba Mungu akupe faraja. Unaweza kututajia jina la mumeo? Anaitwa Emmanuel Joseph Msoma. Na mlifanikiwa kuzika hapa au mlipeleka nyumbani? Tulifanikiwa kuzika hapa tarehe 6 makaburi ya Kinondoni. Na unasema hospitali ndio Mwananyamala walithibitisha kwamba amefariki? Ndio. Mlipewa nani ile death certificate na kibali cha mazishi? Nilipewa tu kibali. Tunaweza ukawapa wanaotusaidia ndio kala hicho kibali cha mazishi yenye taarifa zake zaidi, jina, umri na hali aliyofariki? Ndio, nacho hata hapa, nipiga picha nitembea nacho kwenye simu. Hiyo itasaidia pia, pamoja na wale marafiki zake ukiwapata, lakini na hizo nyaraka ulizokuwa nazo zitasaidia. Sawa sawa. Pole sana. Asante. Pole sana Veronica. Asante. Ningependa kujua siku hiyo ni yeye peke yake alipigwa risasi au alipigwa risasi na wenzake? Wanasema aliuliwa yeye na mwenzake, lakini wakati ninafika wale mwenzake walikuwa wameshamtoa. Ni hao wawili tu? Na unasema ilikuwa ni Noah? Wanasema ilikuwa ni Noah, defender alikuwa nyuma. Pole sana. Asante. Ulisema mlikuwa mnakaa sehemu gani za Kinondoni? Tunakaa Magomeni Mjapanda Kagera. Magomeni Kagera? Ndio. Asante. Kwa niaba ya wajumbe tunakupa pole sana na tunakushukuru kwa ujasiri wako wa kuja ili kutupa taarifa. Itatusaidia sana katika kutayarisha taarifa zetu. Pole sana.